Aprili 23, Jumatano. Mwaka wa 2025, mwanafunzi wa uinjilisti aliyebadilisha mkondo wa ulimwengu, wa Galatia 2:20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ukiwa na kumbi tatu, lazima ufungue zama ya wikendi ya siku tatu na uwafundishe remnant umakinikaji wa aina tatu, mipangilio tatu na majibu tatu. Kisha utakuwa mwanafunzi wa uinjilisti ambaye anabadilisha mkondo wa ulimwengu. Kuna kitu lazima uwasilishe. Kwanza, ili kubadilisha mkondo lazima ujue njia. Watu wa Kiyahudi ambao hawakujua mwelekeo walipoteza muda wao katika mabishano ya kisheria maisha yao yote, na mataifa yenye nguvu yalipoteza maisha yao kupitia vita vya mara kwa mara. Wakristo, kwa bahati mbaya, waliishi maisha ya kukimbia kwa ajili ya watu hawa. Pili, kuna njia kamili ambayo Yesu alifundisha unapaswa kuomba kama mlinzi wa Bartizan ambaye Yesu aliinua. Kwa kuongezea, unakuwa mlinzi ambaye anaanza safari na miongozo ambayo Yesu alitoa. Tatu, unapaswa kuinua Bartizan ya nuru. Yesu hakukuonyesha njia kamili tu, bali pia alikufanya upate uzoefu wa Bartizan ya nuru kuwa yako. Hivi sasa makanisa yote ulimwenguni yanafunga milango yao, wakati 70% yako katika hali tegemezi. Wakati huu, ni aina gani ya agano unapaswa kushikilia? Imoja. Badilisha kupitia mitiririko 9. Unapaswa kubadilisha mtiririko ukishikilia maelezo sahihi na jibu. Kwa wakati huu lazima uangalie juu, chini na kando unapogundua haraka na kufanya uamuzi wako. 2. Wasilisha mtiririko wa maudhui haya wakati Bartizan 7 zinapokuwa jukwaa lako, kazi zitatokea kabisa. Iwapo utabadilisha hali ya kiroho ya Afrika na makanisa ya ulimwengu, Bartizan wa kiti cha enzi ambacho Yesu alitoa lazima kiwe jukwaa lako. Zaidi ya hayo, lazima ufanye safari hii ya nuru iwe mnara wa mlinzi wako na miongozo inayokupa mabadiliko kamili kama antena yako. 3. Mbinu ya majibu yanayokuja wakati pekee, upekee na uumbaji upya inakuwa mfumo wako. Watu lazima waje. Mungu yuko nawe siku zote popote ulipo, na yuko pamoja na kanisa na wengine kupitia Imanueli. Pia anafanya kazi kwa ajili ya umoja wa vitu vyote. Huu lazima uwe mfumo wako. Ukipokea jibu hili, DNA yako ya kiroho itabadilika. Wasafiri hukubali na kuvuka kila kitu, na pia kwenda sehemu zote na jibu, ombi la agano. Mungu Baba, leo uwe mwanzo mkuu katika maisha yangu. Naomba nianze changamoto mpya leo ya kujibadilisha kikweli katika Injili. Kazi za kubadilisha shamba langu na hatima zitokee. Leo iwe wakati wa kushikilia funguo za siri hii. Mashamba matatu na yafanywe kote ulimwenguni. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.